Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kuna wakati mwingi huwa tunasikia watu wakisema ya kwamba fulani ni mkombozi, ama fulani alikomboa fulani, ama alikomboa nchi fulani kutokana na hali fulani. Kwa hivyo siku hii ya leo ningependa kuongea kuhusu mkombozi ambaye ni mkombozi wetu sisi watu ambao ni wa Bwana, na mkombozi mwenyewe ni mkombozi Yesu Kristo. Kwa hivyo kabla hatujaangalia jinsi Kristo anavyotukomboa ama anavyolikomboa kanisa lake, ni vizuri kwanza tuangalie neno mkombozi, maana yake ni nini. Katika kamusi neno mkombozi linamaanisha hivi. Inasema mkombozi ni mtu anayechukua jukumu la kuokoa, kusaidia au kuondoa wengine kwenye mateso, dhiki au hali ambayo ni ngumu. Huyo ndio mtu anaitwa mkombozi. Tunaelewa wakati babu yetu Adamu na Hawa walipofanya dhambi, waliweza kuingiwa chini ya kongwa la Ibilisi. Yaani waliweza kuingia chini ya utawala ambao ni wa Ibilisi. Na kuanzia wakati huo mpaka sasa, kila mtu ambaye anazaliwa kama kizazi cha Adamu na Hawa anazaliwa akiwa chini ya uongozi ama utawala wa Shetani. Kwa hivyo ili mtu aweze kusimama mbele za Bwana na akaweze kuonekana mtu aliye msafi, asiyekuwa na dhambi ama mawaa yoyote, lazima kazi ya ukombozi iwe imefanyika ndani yake. Na kazi hii si yeye anaifanya, bali ni Mungu anaifanya kupitia kwa Kristo Yesu ambaye ni mwanawe wa kipekee. Katika kitabu cha Wakolosai mlango wa kwanza, tuangalie mstari wa 13 na 14. Biblia inasema ya kwamba Kristo Yesu alivyokuja, yeye alituokoa kutoka katika nguvu za giza. Wakolosai 1:13 na 14 inasema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo tunaona hapa ya kwamba Kristo alituokoa sisi wenye dhambi kutoka ndani ya giza la uasi ambalo lilikuwa limetuzingira, na hakutuacha mahali pale tu, bali Biblia inasema ya kwamba baada ya kutuokoa ama kutukomboa, akatuhamisha kutoka katika ule ufalme wa Shetani, kutoka kwenye nguvu za giza mpaka kwenye nuru, kutoka ndani ya utawala wa Ibilisi mpaka katika utawala wa Mungu. Nasema ya kwamba akatuhamisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Naona kila mwanadamu akizaliwa, anazaliwa ndani ya giza la uasi ambao ni giza la dhambi, na hawezi akajiondoa mahali pale. Yeye hukulia pale pale, hata anazeekea pale pale, na hata wengine wanakufia pale pale. Wale ambao wameokolewa, Biblia inasema ya kwamba ni Kristo ndiye anayesimama kwa niaba yao, na Bwana Mungu Baba ndiye anayefanya kazi hii. Kwa baada ya yeye kutuokoa kutoka katika nguvu za giza, anatuhamisha, atupeleka katika uwepo wa mwana wa Mungu ambaye ndiye tunamwamini, ambaye ni Yesu Kristo. Katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 20, Biblia inatuambia kwamba tulinunuliwa kwa dhamana. Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 20, sema kwamba tulinunuliwa kwa dhamana. Nasema maana mlinunuliwa kwa dhamana, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Yaani Mkristo ili afanyike kuwa Mkristo, lazima kuna biashara ambayo ilifanyika, na biashara hii ni biashara ambayo si ya faida tu, bali ni biashara ambayo Mungu mwenyewe amepeana kwa kumsaidia mwanadamu, kwamba sisi wa Kristo ambao tumekwisha kuokolewa
Hatukujiokoa kwa nguvu zetu, wala kwa akili yetu, wala kwa elimu yetu, wala kwa mali yetu, bali tuliokolewa kwa mkono wa Bwana. Tulinunuliwa kwa dhamana, tulikombolewa kutoka katika nguvu za giza, tukatolewa katika utawala wa shetani ambao tulikuwa tumeshikwa mateka. Kwa hivyo mwandishi wa kitabu cha Wakorintho anasema ya kwamba kwa sababu tulinunuliwa kwa dhamana, basi miili yetu hii ambayo tuko nayo tunafaa tumtukuze Mungu ndani ya miili yetu. Yaani tufanye mambo ambayo yatamletea Mungu utukufu. Kama ni kuongea, tuongee mambo ambayo itamtukuza Bwana. Kama ni kutenda, tutende mambo ambayo itaweza kumtukuza Bwana. Ndipo Biblia inasema ya kwamba lolote mfanyalo kwa tendo ama kwa neno, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tuangalie Mathayo 20:28. Natuambia kwamba Kristo Yesu alitoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kurudi nyuma kidogo, Matendo ya Mitume mlango wa 20 mstari wa 28. Biblia inasema kwamba jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo, ambayo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mupate kulilisha kanisa lake Mungu, alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. No, samahani, nimesoma kitabu kingine. Ni Mathayo, kusema Matendo ya Mitume. Mathayo 20:28. Mathayo 20:28 wala sio Matendo. Inasema kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwamba Kristo Yesu alikuja, na sio kwamba alikuja kutumikiwa, bali alikuja kutumika na akatoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Sio ya wote, bali ni wengi. Kwa nini nasema ni wengi? Ni kwa sababu wokovu sio kwa watu wote. Biblia inasema kwamba ni kwa wale ambao wanaliamini neno la Bwana. Kwa hiyo Kristo alijitoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi ambao wanaliamini ama wataliamini neno lake. Kwa naona ya kwamba yeye ndiyo mwenye kuokoa, yeye ndiye mwenye kusafisha, na yeye ndiye mwenye kufanya kazi yote ili mwanadamu akaweze kuwa kamili. Katika Petro wa kwanza 2:24 naambiwa kwamba alizichukua dhambi zetu juu ya mti. Fungua nami waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2 mstari wa 24. Biblia inasema hivi: yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupiga kwake muliponywa. Sasa tunaonyesha njia ambayo Kristo Yesu aliweza kuzichukua dhambi zetu, ya kwamba yeye alichukua dhambi zetu zote, wale ambao watakaomwamini, akajitwika, akaenda nazo msalabani, akafa kifo ambacho sisi tulikuwa tuweze kukufa, alafu akatuondolea ile hatia ambayo tulikuwa tuwe nayo, na akatuvisha utakatifu wake. Kwa pale mtini pale Kalivari, hapo ndio Yesu alienda kufanya mabadiliko ya kuchukua dhambi zetu na kuziweka mahali pale, afe kifo ambacho sisi tulikuwa tunafaa tukufe, alafu sisi tuishi katika uhai ambao yeye ametukirimia, ambao ni uhai ambao ni wa bure. Katika Ufunuo wa Yohana 1:5 Biblia inasema kwamba Yesu analituosha dhambi zetu katika damu yake. Ufunuo wa kwanza Yohana 1, Ufunuo wa Yohana 1:5 inasema tena
zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Kwa hiyo unaona ukombozi wetu unapatikana pale Kalvari, na unapatikana kwa upendo wa Kristo Yesu. Hakulazimishwa, yeye mwenyewe alipenda. Ndiposa akasema kwamba uhai wangu hakuna mtu anayeniondolea, bali mimi mwenyewe ndio nauondoa, tena nitautwaa mwenyewe. Sio kwa sababu ya upendo wake kwa watu wake, Yesu Kristo aliweza kutupenda na akatoa damu yake ikaweza kusafisha dhambi zetu. Kwa nini damu? Kirudi katika historia ya Agano la Kale, unaona kila mwanadamu ambaye alikuwa amefanya dhambi, ili asongee mbele za Mungu na dhambi zake zifunikwe, ilikuwa lazima watafute mwanakondoo ama mwanambuzi mmoja asiyekuwa na mawaa, yaani hana rangi. Kama ni mweupe ni mweupe, na hakuna mahali labda kuna kidonda, ama hakuna mahali labda mkono mguu umeenda kaumbo, ama sikio limekatika, yaani ni msafi. Sasa yule mnyama anapoletwa mbele ya kuhani, kitu ambacho mtu alikuwa anafanya, alikuwa anachukua mkono wake anawekelea juu ya kichwa cha yule mnyama, alafu dhambi zake zenye amefanya zote anazitoa kwake, anazihamisha, anaziweka juu ya yule mnyama ambao ni msafi. Na baada ya yule mnyama kupokea dhambi zote, yule mnyama alikuwa anachinjwa. Alafu inasemekana kwa damu ya yule mnyama na kifo cha yule mnyama, huyu ambaye alikuwa ni mwenye dhambi, dhambi zake zinafunikwa. Na iliendelea hivyo. Kwa hiyo Yesu Kristo alivyokuja, hakuja kufunika, bali alikuja kuondoa. Ndio sababu unaona dhambi zetu zote za wale ambao wanamwamini Bwana ziliwekwa juu ya Yesu Kristo, na akaenda nazo pale msalabani, na akawawa kifo ambacho tulikuwa tukufe. Na kwa sababu hiyo sasa dhambi zetu zote zilihamishwa zikaenda kwa Yesu Kristo. Sasa Mkristo ambaye anamwamini Mungu kupitia kwa Yesu Kristo hana dhambi tena. Sio kwamba hawezi akafanya dhambi, hapana. Ninasema ya kwamba hana dhambi tena, kwa sababu dhambi zake zimekwisha kubebwa. Na ukisema barua ya Yohana anasema ya kwamba tukisema ya kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe, wala kweli ya Mungu haimo ndani mwetu. Bali tukizungama, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata aweze kutuondolea udhalimu wote. Kwa hiyo Mkristo anapofanya dhambi, yule ambaye amezaliwa mara ya pili, anaye mkombozi, anakwenda mbele za Bwana, anatubu dhambi zake. Na kwa sababu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zake, anasamehewa na anakuwa hana dhambi. Sio kwamba hajafanya dhambi, bali dhambi zake zimekwisha kulipiwa na Kristo pale msalabani. Ndipo siku ya hukumu ikifika, Kristo Yesu atasimama na kutetea watu wake na kusema kwamba Baba, hao watu wangu niliwafia mimi, gharama yote ya uasi niliuchukua nikailipa. Kwa hivyo hawa ni Bwana uhesabia haki, kwa sababu mimi mwenyewe nimekwisha kufanya kazi ya ukombozi kwayo. Katika Efeso 1:7 tunaambiwa kwamba yeye ndiye anayetupatia ukombozi. Waefeso mlango wa 1 mstari ni wa 7. Biblia inasema hivi: katika yeye huyo, yani Yesu Kristo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Tunaona katika Kristo Yesu tunaona tunao ukombozi, naambiwa hivyo, ukombozi ambao unaupata kutokana na masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Yaani neema ambayo iko ndani ya Kristo Yesu, upendeleo mkuu ambao ako nao kwetu sisi, imefanya tupate ukombozi. Na ukombozi ambao tunaupata kupitia kwa msamaha wa dhambi, ambao deni tulikwisha kulipiwa pale Kalvari. Kwa hiyo Kristo Yesu ndiye mkombozi wetu, na tunamtegemea yeye siku zote. Na kwa sababu hiyo sisi tunahesabiwa haki bure tu kupitia kwa damu ya Kristo Yesu. Warumi 5:9.
Warumi 5:9 Biblia inasema hivi: basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa sisi wa Kristo tunahesabiwa haki katika damu ya Yesu Kristo, sio kwa yale ambayo umeyafanya, ni kwa yale ambayo Yesu alikufanyia wewe na mimi. Hapo tunahesabiwa haki. Alafu nasema ya kwamba tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Ghadhabu ipi ambayo mwandishi anaizungumzia? Ni ghadhabu ambayo imewekwa kwa ajili ya watu wenye dhambi. Maana kuna jehanamu ya moto ya milele inangojea kwa watu ambao ni wenye dhambi, watu ambao wamekataa Bwana, watu ambao wamekataa kutubu na kumrejelea Mungu. Kiposa wakati mwingine utakuta mtu njiani anaambia mwenzake ya kwamba okoka bwana, dada okoka. Mtu anamuuliza niokoke, kwani kuokoka ni nini? Asikia kuokoka ni uache kuvuta sigara, uache kuvuta bangi. Kweli mtu ambaye ameokolewa hawezi kuvuta sigara, hawezi kuvuta bangi, lakini hiyo sio wokovu. Maana kuna watu ambao hawavuti bangi na wataishia jehanamu. Kuna watu ambao hawajawahi kuvuta sigara na wataishia jehanamu. Tunapozungumzia kuhusu Yesu Kristo kuwa mwokozi ama mkombozi wetu, na maanisha ya kwamba anatukomboa na mambo mawili. Jambo la kwanza, baada ya Adamu na Hawa kumwasi Mungu, waliingia chini ya utumwa wa yule aliyewashawishi kufanya dhambi ambao ni Shetani. Kwa hiyo wakawa wanatumika chini ya Shetani kama watumwa wa dhambi. Kwa hiyo Kristo Yesu anapokuokoa, anakuokoa kutokana na ule utumwa wa dhambi, anakung'oa pale katika giza la Shetani, anakuweka katika nuru ya Mungu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, anakuokoa kutokana na ghadhabu ya Mungu juu ya wenye dhambi. Na Biblia inasema ya kwamba ghadhabu ya Mungu kutoka mbinguni iko juu ya wenye dhambi, naye ni kama ameonyoshea upinde, anataka kuwapiga. Yaani mwenye dhambi anapotembea, ghadhabu ya Mungu iko tu juu yake. Yaani Mungu anamkasirikia, hasikii raha na yeye, na anapoanguka tu labda kwa kifo, mbele yake jehanamu ya milele inamngojea. Kwa wakati tunasema kwamba tunaokolewa kutokana na utumwa wa dhambi, na vile vile katika ghadhabu ya Mungu juu ya wenye dhambi tunahamisha. Ndiposa katika kitabu cha Warumi 8 nasema ya kwamba sasa basi hakuna hukumu ya ghadhabu juu ya wale walio katika Kristo Yesu. Manake sheria ya haki imetuweka mbali na dhambi na mauti. Kwa kuna hukumu ndio, lakini hukumu ya ghadhabu kwa wale walioko ndani ya Kristo Yesu hawataipata. Ila hukumu ambayo wataipata ni hukumu ya kuonyesha utendakazi wao, ili waone mtaji aina gani ambao wataipata. Lakini watu ambao wamemkataa Bwana, watu ambao wamekataa kuokolewa, hukumu ambayo iko mbele yao ni hukumu ambayo ni ya ghadhabu. Kwa wakati unapomwambia mtu ya kwamba anastahili kuokolewa, na mtu asema ya kwamba yeye hawezi kuokoka lakini yeye ni Mkristo, anakudanganya. Na kuna mahali ambapo anakwenda. Ukweli ni kwamba lazima mtu aokolewe. Lazima mtu azaliwe mara ya pili ndiposa akaweza kuingia katika utawala wa Mungu. Na mtu anaokolewa na Yesu Kristo, na anaokolewa kutokana na kuwa chini ya utumwa wa Shetani ambao ni wa dhambi, na vile vile anaokolewa kutokana na ghadhabu ya Mungu juu ya wale ambao ni wenye dhambi. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kwa hiyo tunaona hapa Kristo Yesu ndiye mkombozi wetu, na hatuna mkombozi mwingine. Malaika hawezi kukukomboa, anaweza kutumiwa kama chombo cha kukuokoa wewe katika hatari ya kuhifadhi, lakini wokovu kamili, wokovu wa kumfanya mtu awe mwana wa Mungu, wokovu wa kupatanisha mwanadamu na Mungu, hakuna kiumbe chote kinachoweza, ila tu ni Yesu Kristo peke yake ndiye aliye na ule uwezo. Hakuna mchungaji anaweza kukuokoa, hakuna askofu anaweza kukuokoa, hakuna reverend anaweza kukuokoa, hakuna kanisa linaweza kukuokoa,
Hakuna jamii yoyote ambayo inaweza kukuokoa, bali tu ni Kristo Yesu ndiye aliye na uwezo wa kukuokoa. Kwa hivyo wapendwa, Kristo Yesu ndiye mkombozi wetu. Yeye ndiye anayetutoa katika utumwa wa dhambi ambao ni wa Shetani, na vile vile yeye ndiye anayetuokoa ama kututoa chini ya ghadhabu ya Mungu. Bwana akaweza kuwabariki sana.